Lengo la kuja hapa uwanja wa Uhuru leo ni kuja kuangalia utayari wa uwanja wa Uhuru. Tunatambua kwamba tuna matukio makubwa ya Simba Day tarehe 8 na Yanga Day itafuatiwa baada ya siku moja hapa katika uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo kuna kazi ambazo tulikuwa tunakimbizana na mkandarasi kwa ajili ya kuhakikisha zinakamilika, na hasa ni kwenye ukamilishaji wa maliwato za vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji. Huko ndiko ambako kazi ilikuwa imesubiri, kwa sababu kulikuwa na mpango wa upanuzi mkubwa wa eneo la jengo kuu la uwanja, lakini hatimaye tumekubaliana kwamba tutavitumia vile vyoo. Sasa ukaguzi niliokuja kuufanya leo ni wa kuangalia kila kimoja kimefikia wapi. Bahati nzuri mkandarasi Bwana Lee kutoka kampuni ya CRJE pamoja na washauri elekezi kutoka TBA wamenihakikishia kwamba ndani ya siku 5 kuanzia kesho watakuwa wamekamilisha uwanja wa Uhuru kwa 100% na utakuwa tayari kwa matukio ya Simba Day na Yanga Day. Mwaka huu tunaanza na Simba Day, halafu itafuata Yanga Day. Kwa hiyo uwanja wa Uhuru uko tayari. Na niwaambie tu, manake wengi watasema mlishatuambia uwanja uko tayari. Mara ya kwanza tulikuwa tumeamua kwamba tungetumia vyoo vya temporary vya muda mfupi, lakini baadaye tukaona kumbe tunaweza tukakimbizana na hivi vya kudumu tukavikamilisha, na bahati nzuri leo nimekuta kazi imefika zaidi ya 90%. Nadhani ndani ya siku 3-4 watakuwa wamekamilisha kila kitu na uwanja utakuwa tayari. Katika shamba la bibi hili, uwanja wa Uhuru, safari hii watu wakija hapa watakaa kwenye viti, sio kwenye zege. Wakija hapa shamba la bibi, kama Simba Day inaanza mchana inamalizika usiku, watakuta taa, tumeshaziweka taa. Wakija hapa shamba la bibi, uwanja wa Uhuru, walikuwa wana shida ya kwenda kwenye vyoo vyenye hali mbaya, watakuja kukutana na vyoo vipya kabisa vya mashabiki. Hivi vyoo ninavyozungumza ni vyoo vya vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji, sio vyoo vya mashabiki. Vyoo vya mashabiki vilikamilika tangu mwezi wa 9 mwaka jana, mwaka 2025. Tulikuwa tumebakiza eneo moja tu la vyoo vya vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji, lakini bahati nzuri ni kwamba kazi inakwenda vizuri, kila kitu kiko sawa. Pitch hii waje waonje, Yanga na Simba waje waonje pitch ya kisasa ya nyasi bandia yenye shock pad technology ambayo haipo Tanzania, iko hapa tu shamba la bibi, uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo nafurahi kwamba tumefika kwenye hatua hii, na sasa ule unyonge wa wana Dar es Salaam kukosa uwanja mkubwa unaotosha mashabiki wengi baada ya uwanja wa Benjamin Mkapa kuwa kwenye ukarabati itakuwa imekwisha, kwa sababu uwanja wetu wa Uhuru sasa uko tayari kwa ajili ya michuano. Yanga na Simba wote wameomba kutumia uwanja wa Uhuru kwa ajili ya mechi zao za nyumbani za ligi kuu ya soka Tanzania bara, na tunawakaribisha sana. Ombi langu, naomba kurudia ombi langu kwa watu watakaokuja kutumia uwanja wa Uhuru, tafadhali sana usiende chooni ukaondoka na koki ukakata mpira wa maji. Usiende kwenye sehemu yoyote ya uwanja huu baada ya ukarabati uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 19 ukatoka na kifaa. Kwanza tutaweka watu wa kuangalia, hiyo moja, lakini pili, uwanja huu tunauwekea kamera. Ukifanya kitu chochote kibaya hapa tutakuona kwenye kamera. Hatutaki matatizo na wana michezo baada ya michezo. Tumia uwanja kwa busara, kwa usarabu, ondoka uache uwanja ukiwa salama. Hatutegemei kuona mtu amenyanyuka na kiti hapa. Tunataka uwanja wetu ukae muda mrefu. Mheshimiwa Rais ameridhia kutolewa fedha nyingi kwa ajili ya ukarabati wa viwanja hivi, kwa sababu matarajio yake ni kwamba vitawasaidia Watanzania na vitawasaidia kwa muda mrefu. Tumekuwa na viwanja ambavyo havijakarabatiwa kwa miaka mingi sana. Mheshimiwa Rais alivyokuja akasema enough is enough, lazima tuvikarabati. Tumevikarabati. Basi tusije tena kuviharibu halafu tukaingia kwenye mgogoro mwingine. Jingine. Hatutaki mabouncer uwanja wa Uhuru, hatutaki mabouncer uwanja wa Benjamin Mkapa, hatutaki waganga wala waganguzi. Viwanja vitalindwa na jeshi letu la polisi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hili ni eneo la usalama. Hatuwezi tukaruhusu kila mtu anakuja hapa uwanjani anafanya vitu vyake tena kwenye giza. Tutaweka utaratibu wa namna ya kuja uwanjani. Watu watakuja uwanjani kwenye muda huo. Ulinzi utafanywa na vyombo rasmi vya kiserikali. Nje ya hapo, tafadhali sana, hatutegemei tuyaone tuliyoyaona Benjamin Mkapa wakati tunaanza ukarabati. Tunaomba sana hili jambo lieleweke. Kama mtu inamshinda basi unaweza kutafuta uwanja mwingine, lakini hivi ni viwanja vya serikali, na sisi wizara tumepewa jukumu la kuhakikisha miundombinu ya serikali inabaki katika ubora unaotakiwa. Na bahati nzuri serikali imeshaunda taasisi ya usimamizi wa miundombinu ya michezo, inaitwa Sports Infrastructure Management Agency.
Sports Infrastructure Management Agency. Hii ndio itakayofanya kazi ya kuangalia hii miundombinu. Wakati wote tutampata mkurugenzi mkuu, itaanza kufanya kazi, ndio itaangalia humo mote. Ombi langu ni kwamba tusiharibu miundombinu yetu.